Shukuru sana tena, mnawasalimia wapendwa, mnatufuata kwa hii mtandao yenu yetu na yenu ya Hope Info. Asante nyinyi mlibonyesha subscribe. Mungu azidi kuwawezesha, Mungu azidi kuwapatia yote mnahitaji kwenye maisha yenu. Habari zetu tutazianzia DRC, hatutasema mengi kwa juu habari ziko na pikana ni moto, habari ziko na pikana ni moto sana hapa DRC, hapa Burundi, Kongo na mahali popote. Usitambuke bila kubonyesha subscribe, share, like na una comment hapa. Tutakwambia kama uwepo wa AFC M23 Uvira Kusini imesababisha tulikuwa tuko na kuambia kama M23 inaanza kwa wanajeshi. Asante wewe kwa kubonyesha subscribe. Kama wewe usipite bila kubonyesha subscribe, usipite bila kukomanteli, usipite bila share, like na wewe hapa kwa hii channel ya Hope Info 3. Hii channel ni yetu na ni yenu na nyie. Hapa DRC masozono yanaendelea kati ya FARDC na M23. M23 yasema imeanza kuondoa wanajeshi wake katika mji wa Uvira. M23 inaanza kujiondoa Jumatano kutoka mji wa Uvira mashariki mwa DRC Kongo, ambayo aliunguka kwa kundi hili la M23 wanaungwa mkono na Rwanda katika shambulio la Pama Dextomba ambalo likasilika Washington. Kushukuru wewe uliyabonyesha subscribe, kisha twende na habari zetu. Baada ya kuteka mji mkuu wa Goma na Bukavu na mapema mwaka huu, M23 iliteka mji huu wa Kimatai karibu na paka wa Burundi Jumatano ya wiki iliyopita. Kutikika Uvira, mji mwenye watu laki tatu, kuliwezesha M23 kuhitabi mpaka wa Laiti na Burundi na kutaka masaidai wa kijeshi kutoka kwa jirani ya DRC. Shambulio hili lilikuja siku chache tu baada ya kusananiwa kwa makubaliano ya amani katika serikali za Kongo na Rwanda, makubaliano ambayo rais wa Amerika Donald Trump aliyaita mujuza mkubwa. Hatua hii alianiwa wiki na Washington, ambayo aliahidi kutaulia karibu kujaribu alikukwaji mkubwa wa makubaliano ya amani aliyosananiwa na Amerika. Siku ya Jumanane, M23 ilitangaza kwamba itaondoka kwa upande mmoja kutoka Uvira kwa ombi la Amerika. Vikosi vyetu vimeanza kuondoka katika jiji ya Uvira. Rais hii amesemaji na jeshi hili Ngoma alibanisha siku ya Jumatano. Vyanzo vya ndani na mashariki mashikilishi na mashakika ya kilai aliambia shiriki la bahari
Nina kushukuru wewe ulitumika kwa hii, wewe umefika kwa hii mtandao yetu na yenu. Tulikuwa tunaombea kama AFP kwamba wanajeshi wa M23 wameanza kuondoka katika jiji hilo wakielekea kaskazini upande tofauti na shambulio lilioanzishwa na mapema mwezi Desemba. Ninapozungumzwa nanyi kutoa magari ya kijeshi ya M23 yakiondoka hapa, walikuwa biko na mtangazaji wa habari kwe Hope Info, walituambia kama nimepozungumuza nanyi kutoana magari ya kijeshi ya M23 yakiondoka katika jiji hilo yakielekea kaskazini baada kuelekea Luvungi. Mukoko mkazi mmoja amesema kwa simu, alituambia kama niliwaona katika safu wakiwa na vifungo yao ya kijeshi na silaha wakielekea barabara kuku nambari 5 alibala na neo hili ambayo inapita katondo ya mpaka wa Burundi kuvuka bonde la Ruzizi, imesema mkazi mwingine. Alisema hatujui watafaidika bali kiasi gani. Anatia wasiwasi kigogo kwa sababu hatujui ni nini itakishika usalama wa Washington jijini. Wapiganaji hao usiku wa leo wameongeza. Aliendelea iko nasema walipowasiliana na Hope Info, kundi hili la SM23 waliopiga serikali aliletakia kutakaji kama wapiganaji au waafisa wa polisi wa ofisa wa polisi wataendelea kubali katika jiji hili. M23 iliwalishi wapatanishi washalika wengi kuhakikisha kwamba Uvira inayolindwa kutokana na vulugu zote kupitiza kiskasi na upelekaji wanajeshi wa serikali la wanashiriki wao, amesema Beti Simwa, mkuu wa tawili kisaisi kwenye mtandao wa kijamii wa X. Kujiondoa kutakamilia kesho, ameongeza. Semaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya ametaka kuwa macho Jumatano jioni kujimbu madhao ya kujiondoa kwa M23 kutoka Uvira. Nani ameweza kusababisha hili? Wanaenda wapi? Angapi walikuwepo? Wanachachi nini? Muji makubali ya halaki. Wanajeshi waliojificha kama raia wameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi alisikiku aliyopita kwamba Rwanda inajaribu tu kutulizisha shirikizo la kimataifa.
Ingawa Kigali haiwali kukuliki waziwazi kuunga mkono kundi hili lenye silaha, Washington imeshutumu mmoja kwa mmoja Rwanda kwa kuhusika na kutekwa kwa Uvira na M23. Siku ya Jumaa, balozi wa Amerika katika Umoja wa Mataifa Mike Watt aliyenania mkubwa wa uwanja wa shiriki wa Rwanda mashariki mwa DRC usishutumu kwa kupeleka wanajeshi 70,000 katika eneo hili. Mahabari yanaendelea kuwa mengi, bila wewe usikate tamaa, na wewe Mungu atakusaidia. Kama uko DRC, uko kwa hii mapigano, Mungu iko, usikate tamaa. Alisaidia Meshaki na Abednego kwenye tanura ya moto, na wewe atakusaidia kwenye tanura la FARDC na M23. Niko naambia walahia wanajeshi, na nyinyi Mungu azidi kuwachunga na kuwapatia nguvu za kushinda. Bila mimi siwezi sema mugombane, ninasema Mungu awapatie kuwa na amani, na nyie muishi mzuri, hakuna msosono yoyote. Tutakwambia kama M23 imekuwa ikikana uhusiano wowote na Rwanda, inasisitiza kwamba lengo lake ni kupindua serikali ya raia wa Kongo. Felix Antoine Tshisekedi, shambulio lake huku Uvira limesababisha vifo vya watu kabla languni saa kulejuliwa, na zaidi ya 2,000 kuhama wa makazi yao waliangana na mashariki ya sio ya kiserikali na Umoja wa Mataifa. Tutakwambia kama ugarua wa kikimbilizi 85,000 imekwambilia Burundi, ambapo wanajeshi katika wali mbaya wa kulingana na makala ya Burundi. Makubaliano ya amani yanayosananiwa Washington yalilengea kukomesha migogoro mitatu ya migogoro mashariki mwa DRC. Eneo lengine kutajiri wazeti wanajushusha sehemu ya kujumia yundwa ili kukatisha usambazaji wa madini muhimu ya Amerika yanayopatikana katika eneo hili, huku Amerika ikijibu kukabiliana na watawala wa Ghana katika sirikati hii. Vita inaendelea kuwa kali katika M23 na FARDC